Hali gani mpenzi mtazamaji wa Mahajumati popote pale ulipo, nikusihi tu wote kwa nusu saa ungana nami Zainab Isa, ambapo leo basi Mahajumati atakujia kutoka jijini Dodoma, na hapa tuko Nyerere Square tukiadhimisha siku ya chai duniani. Tuko hapa kwa ajili ya kuonyesha watu mbalimbali namna gani ya kutumia chai, tukishirikiana na Bodi ya Chai Tanzania. Rasmi leo tunaadhimisha siku ya chai duniani kitaifa jijini Dodoma, na hapa tuko Nyerere Square. Kwa hiyo ungana nami basi ujionee mwenyewe kitu gani kimejiri hapa kutoka Dodoma. Miongoni mwa vitu ambavyo vinaendelea hapa katika viwanja vya Nyerere Square jijini Dodoma ni pamoja na exhibition au maonyesho ya bidhaa za chai, lakini sisi kama Mahajumati pia tumeona ni fursa kukutana na wadau mbalimbali ili kuwapa elimu ya jinsi gani ya kutumia chai, lakini pia kwa kuungana na Bodi ya Chai Tanzania tumeshirikiana na kuona basi kuna umuhimu wa kutoa darasa kwa wadau mbalimbali wa masuala ya chai, lakini na wale ambao basi ni walaji wa mwisho wa chai. Zainab Isa kutoka Mahajumati Group, ni mpishi wa muda mrefu, lakini pia niko hapa kwa lengo la kuwakutanisha wapishi wote na wadau wote wa chai. Tujadiliane kwa pamoja kuona chai yetu tunaifikishaje kwa wanywaji na tunaifikisha kwa namna gani. Kwa nimkaribishe hapa Mr. Godlove from Bodi ya Chai. Bodi ya Chai ni taasisi ya umma iliyo chini ya Wizara ya Kilimo ambayo inasimamia tasnia ya chai kuanzia uzalishaji mpaka unywaji kwenye masoko. Lakini kazi nyingine kubwa hapo ni kuishauri serikali juu ya sera na mipango na mikakati ya kuendeleza zao la chai kuanzia shambani mpaka sokoni. Lakini tunawezesha sekta ya chai kwa namna gani? Tunaiwezesha kwa kusaidia wakulima au wanaoingia kwenye mnyororo wa thamani. Tunatoa vibali vya kufanya biashara ya chai, tunatoa leseni na kuwasajili. Vile vile tunasaidia kutoa vibali vile vya kuingiza chai na vile vile chai kupeleka nje ya nchi. Vile vile tunaiwakilisha serikali kwenye mikutano ya kimataifa na mikutano ya ndani inayohusu zao la chai. Chai ni kiburudisho, ni kinywaji, kwa ina maana unaweza kukiserve sehemu yoyote. Kwa upande wa mama lishe, tutapenda kusikia kutoka kwao kuna changamoto yoyote ambayo wanaipata kwenye kuuza chai, na pia hii ni fursa, kukutana namna hii ni fursa kwa wale ambao wangependa labda kuanzisha biashara yoyote ambayo inahusiana na chai. Tuko hapa kwa ajili ya support na kutoa pia idea. Tumeona tukizunguka sehemu nyingi kuna coffee shops nyingi sana, watu wanakunywa kahawa, lakini chai, kwa nini hatuna chai points? Tuko na vijana hapa kutoka shule au wanatoka chuo cha St. John. Hii ni fursa kuangalia jinsi gani mnaweza kufungua hizi chai points, sio Dodoma peke yake, lakini sehemu mbalimbali. Kwa mtaji ambao mkiweza kujiorganize mkaja na idea vizuri, watu wa kutoa mikopo hapa tuko na mzee yuko hapa kashajinadi vya kutosha. Kwa tutapata mikopo. Hiyo ni fursa moja hapo ya kufungua chai points. Nyinyi ni vijana ambao mnatafuta maisha, chai ni kitu rahisi sana. Mimi niko hapa nitawafundisha jinsi ya kupika aina zote za chai ambazo mnazitaka nyinyi. Kwa upande wa watu wa catering, tungependa tuintroduce zaidi chai kwenye matamasha mbalimbali. Sehemu zozote ambazo basi zina mikusanyiko ya watu, tunaomba na chai itolewe. Kwa mama lishe, nyinyi ndio mnalisha community kwa ujumla. Watu wote asubuhi ambao wanaenda makazini, wanakula kwenu. Cha msingi ni kujua jinsi gani ya kuandalia chai ambayo itapikwa kwa usafi, kwa kutumia nishati safi, na ndio maana tuko na Oryx ambao watawasupport kwenye kuwapa nishati safi ya kupikia, ili kitu cha kwanza afya zenu zitaimarika, kwa sababu hamtakuwa mnapata adha ya kutumia kuni ama mkaa. Ushaona? Pia kwa kutumia gesi, ina maana mtapika kwa haraka zaidi. Lakini kwa majani ya chai ambayo yamezalishwa Tanzania na sukari ambayo inatoka Tanzania, kusupport wakulima wetu, na kikubwa kwa mama lishe ni kwamba tuwape elimu ya jinsi ya kutengeneza chai aina mbalimbali
ili kuwanogeshea wale wateja warudi na warudi. Kama mtu yoyote atakuwa na maoni yoyote, tafadhali tunaomba mtuchangie. Nipongeze jitihada za bodi ya chai kwa kuona kuna umuhimu wa kuwa na maazimisho ambayo nimeona yatachukua takriban siku 3. Pia nashukuru wataalamu kwa kutuelezea, ametuelezea component ambazo zinapatikana kwenye chai. Kimsingi hizi ni component za muhimu sana. Unaona hapo kuna amino acid, kuna peptides, kuna caffeine, kuna ketocolamine. Kwa hizi ni elements za msingi sana zinahitajika kwenye mwili wa binadamu, na kama tunavyofahamu kwamba mwili wa binadamu kwa asilimia kubwa umeundwa na maji, na maji tunapata kwa namna gani? Basi kupitia hata unywaji wa chai inaweza kusaidia pia kupata maji ya kutosha. Kwa wito wangu mkubwa ni kwamba tuendelee na hamasa kama hii, kupita vijijini, maeneo mbalimbali, kuhamasisha wananchi kuhusu matumizi bora ya chai. Kimsingi sasa hivi panakuwa na magonjwa mbalimbali, kuna magonjwa ya kisukari ambayo yaambukizi, hypertension, pressure. Kwa kupitia chai, tukitengeneza chai ambayo itakuwa na components ambazo zitakuwa kama ni tiba ambayo inasaidia kutatua haya magonjwa, tutakuwa tumefanya kitu kizuri, lakini pia tutakuwa tumetatua kero za jamii, ikiwa ni kuhakikisha kuwa tunakuwa na taifa bora lenye afya ili kuongeza uchumi na utendaji kazi. Asanteni sana, yalikuwa ni maoni yangu. Niwashukuru sana bodi ya chai kwa jitihada mlizoonyesha. Asanteni. Kwa jina naitwa Idaya Mokwa, ni mama lishe Sabasaba. Sisi tunashukuru sana kwa hii elimu. Tujawahi kuipata elimu ya chai. Kwa leo tunashukuru sana. Tumeelewa na tutakuwa walimu kwa wenzetu. Na kesho tutakuja kama kawaida, kesho kutwa, na tutakuja wengi, kila mmoja apate elimu, afurahie elimu ya chai. Jamani, tunashukuru sana viongozi wetu. Ukitaka kuongeza hata hiyo idadi ya watumiaji wa chai hapa Tanzania, kama tu mimi nimefikia na elimu yangu sasa hivi hapa nilipo, lakini bado nilikuwa sijui hata hizo faida za chai. Kwa hiyo ukiangalia hata kwa mfano kile kipindi cha corona, watu walikuwa wanapewa hamasa, labda wanaweka ndoo za kunawia, wakiweka zile posters kwamba inabidi tufanye hivi na hivi, utumie sabuni na nini, na kweli mwitikio ulikuwa mkubwa. Unakaa hata wazazi wanaogopa, nakwambia nawa mikono, usitoke nje. Umeona? Kwa kuna hamasa kubwa. Kwa hiyo kuna haja kubwa, sijaona kwa kiasi kikubwa ule utangazaji juu ya elimu hii ya chai. Kwa nadhani wakiongeza hata namna ya kutangaza juu ya chai, faida zake na vitu vingine, itaongeza idadi ya watu wengi. Hata kwenye barabara naonaga posters za siasa za nini. Sijawahi kuona poster ya chai barabarani, labda kama sehemu sijaipita labda. Pia kwenye upande mwingine kuna sehemu za huduma, sehemu za kutolea huduma kama labda mahospitalini na sehemu mbalimbali. Kuna sehemu lazima watu waende kwa wingi, hata wengine wanatoka mkoa fulani kwenda mkoa mwingine. Nadhani hata sehemu kama hizo ikipatikana, kama kuna sehemu kunakuwa na tea points, kwamba kama ile coffee points zinawekwa pale, watu lazima waende pale, na wakoga wengi, lakini watu hamna huduma kama hizo. Unakuta tu kuna huduma zingine hospitalini na watu wengi wanaenda. Habari za saizi, karibuni sana, na tunashukuru kwa kujitokeza kwa wingi, na lengo kuu la kukutana hapa na mamalishe wote ili kuonyesha ubunifu wa upishi wa chai. Kwa hiyo kila mtu atabuni chai yake kutokana na vile anavyojua, lakini pia tumeweka viungo mbalimbali vya kusindikizia chai yako, na tutapika kwa muda wa dakika 7 tu. Chai hiyo imekamilika. Anajua dakika 7 ni nyingi, na kama mlivyoona tumewekea majiko ya Oryx ya gas, kwa hiyo mtaweza kupika kwa wakati, lakini pia lengo kuu ni kuwafundisha kutumia nishati safi na salama. Kwa hiyo baada ya kupika watu wote, tutachagua washindi 10, lakini wote ambao wamejitokeza pia watapatiwa zawadi. Kwa jitahidi ubuni chai ili upate zawadi ya ziada kuwa mshindi, na washiriki wote pia watapatiwa zawadi nyingine.
Mimi naitwa Danson Kaijage, ni mkazi wa Dodoma, naishi mtaa wa Mpamaa katika jiji la Dodoma. Nimefurahi kutembelea maonyesho ya wiki ya chai. Kimsingi chai ni kiburudisho kwa binadamu wengi, na ninaamini, mimi binafsi huwa naamini kwamba nikiwa nimechoka, nimefika nyumbani, mama akinitengenezea chai huwa najisikia niko comfortable. Rai yangu kwa jamii, tutumie chai. Chai ni nzuri, chai ni kiburudisho, chai ni kinywaji kama vilivyo vinywaji vingine. Chai pia ni kiburudisho kizuri na ni kinywaji kizuri pia sana. Lakini pia chai zina faida nyingi sana za kiafya. Kwa mfano hapa nakunywa chai ambayo imetengenezwa na nazi. Yaani pamoja na majani ya chai lakini imewekewa nazi. Na nazi zina faida nyingi sana katika mwili wa binadamu, pamoja na kupunguza kiwango cha mafuta machafu yanaitwa cholesterol. Mimi naitwa Suleiman Chilo, ni meneja masoko kutoka Bodi ya Chai Tanzania. Leo tuko Dodoma. Leo ni tarehe 21 mwezi Mei, ambayo ndio kilele cha siku ya chai duniani, ambapo mwaka huu tumeamua kuadhimisha kwa siku 3 kuanzia tarehe 19 mpaka leo 21. Matukio mbalimbali yameendelea hapa, yakiwemo kina mama lishe wameweza kutupikia chai mbalimbali hapa kwa kutumia nishati safi, ambayo ni pia tuna support juhudi za Mheshimiwa Rais katika kuhamasisha wananchi wake kutumia nishati safi. Mama ntilie mbalimbali wamepika chai za aina mbalimbali na wameweza kupatiwa mitungi 10 kama zawadi, mitungi ya gesi kwa ajili ya kwenda kuendelea kupika chai. Lakini pia mambo mbalimbali ya maonesho, makampuni mbalimbali ya chai yako hapa viwanja vya Nyerere Square kwa ajili ya kuonesha bidhaa mbalimbali za chai. Lakini pia bila kusahau ni wahamasishe Watanzania kuendelea kutumia chai. Lakini pia sio tu chai, wakiwa wanaenda madukani kwenye supermarket wahakikishe wananunua chai ambazo zimetengenezwa Tanzania. Chai ni uchumi, chai ni afya, chai kila wakati. Chai yetu, fahari yetu. Nashukuru sana. Tumeona mengi kutoka hapa jijini Dodoma kwenye siku maalum ya kuadhimisha chai duniani, lakini wewe mtazamaji, basi ni matumaini yangu utakuwa umeburudika, lakini pia kujifunza mawili matatu ya usuyo chai, lakini pia kukupa motivation ya jinsi gani chai basi inaweza kuwa na faida kwako wewe kiafya, lakini pia kiuchumi. Mpaka wakati mwingine, basi mimi ni Zainab Isa kwa udhamini mkubwa wa SS Bahresa, na shukrani za pekee pia ziwafikie Bodi ya Chai Tanzania kwa kuadhimisha siku hii kitaifa jijini Dodoma. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Zainab Isa. Bye bye.